aliyenituma ndiyo haya, nisimpoteze hata mmoja kati ya wale alionipa, ila niwafufue wote siku ya mwisho. Maana anachotaka Baba yangu ndicho hiki, kila amuonaye Mwana na kumwamini awe na uhai wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Pendwa Padre Dr. Thomas, mwadhimishaji wetu mkuu wa sadaka ya misa hii takatifu, wapendwa mapadre, mafrateri, pendwa sister, pendwa mama mjane, watoto wa mpendwa Dr. wetu Sabasi Moshi Kimboka, wana ukoo wote Kimboka Moshi, wanajumuiya husika mahali hapa, pamoja na waombolezaji wote kutoka mbali na karibu. Poleni sana kwa msiba wa mpendwa baba yetu Dr. Sabasi Moshi Kimboka. Wade. Ndugu zangu wapendwa, mkusanyiko wetu huu, jambo letu ni moja tu. Kupitia sadaka ya misa hii takatifu, tunamwombea ndugu yetu, kaka yetu, mwanafamilia wetu Dr. Sabasi Moshi Kimboka katika safari yake hii ya mwisho, tukiamini kwamba Mungu kwa upendo wake alimpa zawadi ya maisha, na kwa kuwa pia alikubali kupitia wazazi wake kubatizwa ndani ya kanisa Katoliki, na katika maagano hayo ya ubatizo akaimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara, na vile vile akakutana na Yesu mwenyewe katika Ekaristi takatifu kwa mara ya kwanza, na katika sakramenti hizo za awali akawa muumini Mkatoliki, na hivi katika safari yake yote ya maisha, hata baadaye alipoingia kwenye sakramenti ya ndoa, alibaki mwaminifu kuyaishi hayo maagano, na zaidi sana kujibidisha katika kuishi kadiri ya misingi ya imani ya kanisa Katoliki. Na ndio maana tupo hapa tukisali misa hii, kwa sababu amestahilishwa kusaliwa misa hii, kwa sababu yeye mwenyewe alimpenda Yesu katika maisha yake kupitia neno, kupitia Ekaristi takatifu, na kujibidisha kuishi kama Mkatoliki. Lakini zaidi ya hapo, tupo pia hapa kusali, kuomba huruma ya Mungu. Ndugu yetu katika hali yake ya kibinadamu, tunajua hakuna ambaye ni mkamilifu. Inawezekana katika wajibu wake huo wa imani, pengine kwa kujua au kwa kutokujua, alishindwa kuyazingatia yale yaliyompasa kama muumini hai katika imani, na hivi akajikuta ameenda ndivyo sivyo, kushindwa kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia kiaminifu. Na hivi siku hii ya leo tunapomwaga pale ambapo alishindwa, tunaiomba huruma ya Mungu. Wengi wametoka safari, nina imani pia wengi tuna uchovu. Basi katika sehemu hii ya misa takatifu na liturujia neno, itapendeza kila mmoja akawa mshiriki hai. Angalia mwenzako kama analala, usaidie tu aweze kusikiliza ujumbe wa Mungu unaotuhusu sote. Kumbe tunaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya mpendwa wetu Sabasi pale aliposhindwa. Kwa kuwa safari ya imani kila mmoja anawajibika, sisi tunaweza tukamwona pengine hakuwajibika, lakini pengine aliwajibika mpaka dakika yake ya mwisho, pale ambapo anaagana nasi katika ulimwengu, katika mwili huu wa nyama. Pengine alifanya maandalizi ya kiroho, na kama aliweza kujibidisha katika hilo, na
kadiri pia ya barua ambayo nimepokea kutoka kwa baba wake wa kiroho, parokia aliyokuwa anasali. Ilionekana alikuwa ni mtu mwenye bidii, na hata kule alipokuwepo alimwombea misa, walisali kwa ajili yake, na ndipo mwili ukasafirishwa. Na sisi hapa wa nyumbani tunatimiza wajibu huo. Pengine alijiandaa vizuri, basi tunalo tumaini la maisha yake ya baadaye, maisha ya uzima wa milele, maisha ya ufufuko, tukiamini mbele ya kiti cha enzi. Basi watakapoenda wale wote watakaoitwa mbele ya kiti hicho, basi yeye atakuwa miongoni mwa wateule. Mwinjili Mathayo ile sura ya 25 aya ya 31 mpaka ile ya 33. Wote tutaenda mbele ya kiti cha enzi, na yule aliyekaa katika kiti hicho basi atawabagua wale walioko mbele yake kama mchungaji anavyowabagua mbuzi na kondoo. Kondoo upande wa kulia na mbuzi upande wa kushoto. Na hao upande wa kulia ndio hao watakaoambiwa, njooni kwangu ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, muurithi uzima wa milele. Tuna imani katika safari yake hii ya matumaini. Basi kipindi hiki ambacho tunamuombea mbele ya kiti hicho cha hukumu, basi yale aliyoyaishi vema ndiyo hayo yatakayomstahilisha kuzionja mbingu katika maisha ya umilele. Na tunajua pia wale ambao wanakuwa mkono wa kushoto, hao wanaambiwa, ondokeni kwangu ninyi mlio laaniwa, muende kwenye moto wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwani hayo ni maneno yangu? Sio maneno yangu, neno la Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa ndugu yetu leo tunamwaga, basi sala yetu iwe ni sala ya pekee sana. Kama alishindwa, basi sala yetu kwa kipindi hiki ambacho anaelekea kwenye kiti cha hukumu, tumuombee. Bado safari hiyo haijakamilika. Ni mpango wa Mungu mwenyewe, na hata wakati mwingine maneno yetu yanaweza yakawa na matumaini, yakawa na faraja, na hata tukaamini kwamba Mungu amempokea kwake mbinguni. Bado ni safari wapendwa. Kuna kamwendo. Kwa hiyo lililo letu sisi tusali. Na ndio maana tuko hapa. Na wewe ambaye haujawa kwenye mkao wa kusali, sasa ninavyozungumza hivi, jua baba yetu Dr. Sabas anahitaji sala. Anahitaji. Kwa hiyo jipange sasa. Jiweke katika hali ya kusali. Na nieleweke vizuri. Endapo tu alishindwa, tunasali. Lakini endapo aliweza, basi tuna imani, basi yeye ni miongoni mwa wateule. Lakini basi tukijua hilo, ndugu zangu, ni wajibu sasa wa kwangu mimi na wewe tulioko mahali hapa kutambua ukweli huo wa maisha tukiwa bado hapa duniani ndani ya kanisa la wasafiri. Lakini pia tujue ukweli kuhusu habari za kanisa la wateswa. Wale ambao wameshafariki, basi kuna roho zinazoenda toharani zikijiandaa kwenda mbinguni au kwenda wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Maneno inawezekana ni mazito, lakini tuyasikilize tu kusonda ukweli wenyewe, ili ukitoka hapa ukaamue sasa. Kaamue kuendelea kuishi unavyotaka au kaamue kuyafanya mambo kuwa mapya. Kanisa la wateswa, basi roho zetu kuna mahali zinaenda zinatulia. Na endapo basi yale tuliyoyaishi ya kumpendeza Mungu, lakini sio yale ambayo tulisababisha maumivu sana kwake yeye na kuchukizwa sana, basi tunatulizwa mahali. Na ndio maana anasema mpendwa wetu bado ana safari. Lakini kama aliishi vizuri, tuna imani kwamba huko toharani roho haziendi za wale watakatifu. Waliishi maisha ya utakatifu hapa duniani. Ukimwona baba kwenye familia anavyoishi na mke wake, yani kila wakati baba anatabasamu. Ukipita huko mtaani ukiona jinsi kwa na majirani, huwezi kusikia na ugomvi na mtu hata siku moja. Ukiona kwenye jumuiya kila siku anawahi wa kwanza na kupanga viti. Na hata wakati mwingine kupitia wana
njoni tusali. Twendeni tukasali. Kamwona baba huyo, ikitokea jambo lolote la mahitaji katika jumuiya, ni ugonjwa ni nini, anakuwa mstari wa mbele kukimbilia. Hata kama ana kitu anajitolea. Ukimwangalia baba huyo katika maisha yake ya kawaida, ni mtu mnyofu, mtu mwema, aliyaishi maisha utakatifu duniani. Kwa hiyo kile ambacho kinatustahilisha hayo maisha ya mbinguni ni kile tulichokiishi hapa duniani. Lakini kwa kuwa sisi ni wadhaifu, tupo kwenye ulimwengu wenye mahangaiko mengi, basi tunaamini wengi roho zinaenda katika kanisa la wateswa, na huko tunaposali kuombea roho hizo. Ndio maana tuna utamaduni kwetu wa Katoliki kuendelea kusali kuwaombea wapendwa wetu, na hata kwenye nia za misa mwanzoni tumesikia tumeombea waliotutangulia kabla ya baba yetu, tukiwa na tumaini kwamba sala yetu inawafaa. Na hivi ndugu zangu, lipo kanisa la ushindi. Kanisa la ushindi wanaenda wale ambao wamestahilishwa. Na waliostahilishwa ni wanani? Maisha ya hapa duniani pamoja na mahangaiko na changamoto na magumu, basi vyote mtu anavikabidhi kwa Mungu. Hawezi kukutana na lolote gumu likamhamisha katika imani. Anakuwa ni mtu mwenye matumaini hata katika magonjwa, mtu mwenye matumaini hata biashara imeyumba, yeye hayumbi. Anaendelea kuamini kwamba ni Mungu ameamua na ataamua tena kumweka sawa, na hivi anabaki katika mstari ule ule ambao aliupokea katika imani kupitia ubatizo, na akaimarishwa kwa kipaimara, na hatimaye akakutana na Yesu katika Ekaristi, huyu aliyesema katika Injili tuliyoisikia ile sura ya 6 aya ya 35 na kuendelea, aliyesema hivi, akawaambia, mimi ndimi mkate wa uhai, Ekaristi takatifu. Anayekuja kwangu hataona njaa. Katika kushiriki Ekaristi takatifu kwa imani, umempokea Yesu mwenyewe kadiri ya misingi ya imani ya kanisa Katoliki. Anayeniamini hataona kiu kamwe. Basi lakini nawaambieni kwamba ingawa mmeniona hamniamini. Kumbe ule wajibu wa kuishi imani vizuri na kutafakari yale ambayo tumepewa kadiri ya misingi ya imani, basi hilo linatupa uthubutu wa kusema hakika yeye aliyesema ulai mwili wangu anao uzima wa milele, basi baba yetu kama alifanya hivyo, basi tuna imani kwamba ataziona mbingu. Na sio maneno yangu, ni maneno ya Kristo mwenyewe, hasa pale mwishoni mwa Injili tuliyoisikia aliposema 39 aya, na matakwa ya yule aliyenituma ndiyo haya, nisimpoteze hata mmoja kati ya wale alionipa, ila ni wafufue wote siku ya mwisho. Na aya ya 40 akasema, maana anachotaka baba yangu ndicho hiki. Kipi hicho? Hiki, ila amuonaye mwana na kumwamini awe na uhai wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Ndugu zangu, haya maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa akiyazungumza, na mara nyingi alikuwa na wale wafuasi mitume. Na hawa mitume walikuja kuamini haya maneno ya Kristo baada ya Pentekoste. Niseme tu hivyo, baada ya kumpokea Roho Mtakatifu na kujazwa Roho Mtakatifu, ndipo walipopata ujasiri rasmi wa kuishi yale ambayo Kristo alikuwa akiyanena kwa kufundisha na kwa kutenda. Na hawa mitume wakawa rasmi kielelezo cha yote ambayo Kristo alifundisha na cha yote ambayo Kristo aliyaonesha akiwa nao. Na ndio maana wakati anawaaga aliwaambia, sitawaacha yatima, nitawapelekeni msaidizi, na huyo atawakumbusheni yale yote niliyowafundisheni. Jamani, alila na mwamsha. Usiguse tukio. Usiguse kwa Mungu, usitaratibu, usitaratibu, mwamsha jamani. Mtu amechoka, lakini neno la Mungu tulipokee tu. Sasa hapa
tunaona mitume ndio waliopokea wa kwanza baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, na hawa wakawa kielelezo rasmi cha yale ambayo Kristo aliyatenda, yale ambayo Kristo aliyanena, na walikuwa kielelezo kwa sababu walikuwa mashuhuda. Sio tu kwa kutokewa naye baada ya ufufuko, hapana, bali walikuwa mashuhuda wa yale ambayo Kristo aliyatenda kwa sababu waliiva katika imani. Msukumo wa imani walikuwa nao kabla hata ya kumpokea Roho Mtakatifu, lakini hawakuwa na ujasiri wa kuitetea imani. Sasa waliupata ujasiri wa kuitetea imani baada ya nguvu za Roho Mtakatifu kuajilia. Sasa wakaishi ile imani walioipokea, na huyo Roho wa Mungu akawawezesha sasa wao wenyewe kuwa mfano. Kutoka kwao na kwenda kumshuhudia Kristo ni pale ambapo walikubali kuwa sehemu ya kile walichokiamini. DJ, saidie sauti yao. Wa kile walichokiamini. Sasa ndugu zangu wapendwa, hawa mitume walijenga msingi, na huo msingi walioujenga ndio huo ambao kanisa limejengwa juu yake mpaka leo hii. Kwetu sisi wa Katoliki tunasema kanisa ni moja, takatifu, Katoliki la mitume. Maana yake ni kwamba mitume wao baada ya Yesu kuwarithisha yale ambayo aliyafanya, wakayaendeleze, wakayaadhimishe kwa kumkumbuka. Wao kwa uaminifu na kwa imani waliyaendeleza na kuyaadhimisha kwa uaminifu. Na wakati wanafanya hivyo, kumbe walilazimika pia waiunde jumuiya ambayo walinuia mamoja katika kusali. Walisali pamoja na sala yao ikawa na nguvu sana. Jumuiya zetu nyingi sasa hivi ziko ICU kwa sababu wengi wetu ni wanajumuiya jina, kwamba yale ambayo tunayaishi ndani ya jumuiya zetu wengi wetu tunaona kama vile ni vitu vya mazoea. Kwa mitume haikuwa hivyo. Walijua kwamba pamoja na kwamba ni wanajumuiya, wana kila sababu ya kuhakikisha kila mmoja yuko salama kiroho na kimwili. Walisaidiana kiroho, wakaimarishana kiroho, lakini pia kimwili walihakikisha hakuna ambaye anakufa njaa. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume utaona hata mali zao walidiriki kuzileta kwa pamoja. Yule ambaye alilima ndizi akaleta ndizi kwa mfano. Yule ambaye alilima maharage akaleta maharage. Tumsifu Yesu Kristo. Yule ambaye alifuga ng'ombe, mbuzi akaleta wanyama wake. Kwa hiyo wewe ambao unataka kula machalari, kama ulikuwa unalima ndizi tayari una nyama. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hakuna aliyekufa njaa. Uchagani huku tunapenda chakula gani kile? Kiburu eh? Wewe ambao unataka kiburu, umelima ndizi una maharage, wenzako wamekuja na maharage. Kwa hiyo katika maisha haya ya jumuiya waliishi. Na walivyoweza kuishi hivyo, wakajawa na nguvu zaidi ya kuweza kumshuhudia Kristo. Na ndio maana jumuiya hiyo ya kwanza ikaendelea kukua. Na wakati jumuiya hiyo inakuwa, ilikuwa kwa sababu wale waliokuwa wanawazunguka, tuseme sasa wapagani, kati ya wanajumuiya wa kanisa Katoliki. Na mtu yuko huko mtaani, amehamia au pengine yupo, hataki jumuiya, hataki kanisa, hana habari za sakramenti, lakini akiwaona wanajumuiya wanavyoishi, akiona namna wanavyokimbiliana kwenye mahangaiko na changamoto za maisha, mwenyewe anawafuata. Sasa kwetu sasa hivi ndugu zangu wapendwa, kuna watu ambao wanajumuiya wanakimbia. Wanakimbia kwa sababu tunayoishi jumuiya nyingi hatusadifu ule umoja wa jumuiya. Na zaidi sana wengi wetu badala ya kumsadifu Kristo katika maisha ya jumuiya, wengi wetu tumekuwa ni mwiba kwa wengine. Wengi wetu tumekuwa ni kero kwa wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe fikiria kwa mfano mwanajumuiya mchawi, anapenda mambo ya ushirikina. Sasa kuna mtu ambaye amejiunga na jumuiya, anahitaji kulelewa, anahitaji kukua katika imani, ajue nini maana ya sakramenti, ajue nini maana ya neno la Mungu, ajue nini maana ya maisha ya upendo. Halafu anajua kabisa wewe mtu mshirikina, halafu unaenda kanisani bado unashiriki matakatifu. Yaani badala ya kufanya jumuiya hii iendelee kuwa kubwa na iendelee kumsadifu Kristo, jumuiya nyingi zinakufa kwa sababu ya wale ambao ni wanajumuiya wajibu watuutimize. Sasa ndugu zangu wapendwa,
tunapojifunza kwa hawa mitume, hao walijitahidi kabisa kujua kwamba jukumu walilolipewa wanalisimamia. Kwanza imani, na vile vile kwenda kumshuhudia Kristo kwa watu wengine. Na safari hii ilikuwa ni safari ya matumaini. Kisoma kitabu hicho cha Matendo ya Mitume, baada ya kazi nzuri ya mitume kuishi imani na kumshuhudia Kristo kwa maneno na matendo yao, watu walibatizwa 3,000 wa kwanza. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio hao sasa wameitwa kanisa. Katika somo lile la kwanza tulilolisikia kwamba kanisa lilianza, na lilipoanza ni wale walioamini na kubatizwa wakampokea Kristo, na baada ya kubatizwa kumpokea Kristo, baadaye sasa ndio likafanywa kanisa rasmi kule Antiokia. Lakini walifanya nini zaidi? Wote walioingia katika jumuiya ya mitume wakaishi yale yale ambayo mitume waliyaishi: imani thabiti, ushuhuda wa kweli katika Kristo. Kama ni maadhimisho kweli kweli. Sasa kanisani leo ukienda kwenye makanisa mengi, afadhali hata huko kijijini tunaweza jamani, tuna utulivu. Ukienda mijini unamkuta mtu mzima kabisa, mtu mzima anaingia kanisani anatafuna bablish. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani misa anaendelea anatafuna. Yaani vitu vya ajabu. Sasa mambo kama haya ukiangalia kwa mtu ambaye umeiva katika imani, unaona kabisa huyu hajaelewa yuko wapi. Au pengine mtu yuko kanisani, simu imeita, anatoka nje kwenda kuisikiliza. Ni wakati wa mageuzo. Pale ambapo sasa padri anamshusha Kristo altareni. Baada ya ule mkate sasa kugeuzwa kuwa mwili wa Kristo. Ndio huo aliosisitiza hapo. Wakati huo unaona kuna mtu anatoka nje. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo mambo kama haya, ndugu zangu wapendwa, katika kanisa la leo hayasadifu lile kanisa la kwanza. Sasa leo hii faida ambazo kanisa la kwanza lilikutana nazo ni kuwafanya watu waweze kumtambua Yesu. Na walipomtambua Yesu waliweza pia kusonga mbele na hawakujali chochote. Mitume wenyewe walikutana na mahangaiko mengi sana. Wale tunaoenda kanisani kuanzia Jumatatu ya Pasaka tukaja mpaka leo, na haya masomo nimeachukua ni ya leo. Utaona mitume walichoweza kukifanya wao, hawakuogopa chochote. Hili somo la leo kitabu cha Matendo ya Mitume tunasikia habari za Filipo. Baada ya kutawanyika, baada ya mateso makali, baada ya kifo cha Stefano, kwa sababu kanisa liliendelea kuteswa, ilibidi sasa watu watawanyike. Na katika kutawanyika kule walipokuwepo, bado walionekana ni Wakristo, kwa wale endelea kuteswa. Mateso makali. Kwa nini wanateswa? Kwa sababu wanamshuhudia Kristo. Lakini katika mateso hayo, bado hawa mitume pia wao waliendelea kuieneza Injili. Na Filipo tunaambiwa aliingia upande wa pili, na kule anamhubiri Kristo. Watu wanaendelea kupokea wokovu. Haikuwa shida kwao kwamba ninateseka kwa ajili ya Yesu. Haikuwa shida kwao. Sasa mimi na wewe leo hii tunapoishuhudia imani, ndugu zangu wapendwa, tusijione tuko wepesi katika kuyaishi haya ya imani. Tumsifu Yesu Kristo. Nimeshuka, gari lilikuwa limekwama hapo, nashuka. Kuna baa iko hapo. Sijui ni kijiwe. Mtu kachinja nguruwe. Hivi tuvizungumze jamani. Unajua kuna vitu vingine hatuviongei alafu mwisho wa siku vinabaki kuwa mazoea. Amemchinja nguruwe hapo na ameweka vinywaji. Sisi tunasali kumwombea mpendo wetu, yeye anapiga biashara. Alafu ni Mkatoliki. Utume kwanza. Sasa utume gani nafanya mango pale kama hizi? Sasa huyu ameandaa vya kwake. Haya, wewe uliotoka Arusha, unaenda hapo umeaga mke. Tumsifu Yesu Kristo. MC rudisha basi haya. Yaani, bado bado. Na sauti. Mnanisikia Mtu ametoka Morogoro, mji kasoro bahari. Huyo amekuja kukutana na utelezi, umaskini ya Mungu. Amepanda huko, anaenda wapi? Anaenda kwa dokta kumzika dokta. Ameishia hapo anakula kitimoto na bia. Sasa najiuliza, ndugu zangu wapendwa wa Kristo wa Katoliki, sasa lazima tufike mahali tukubali haya maisha ni safari. Na kama haya maisha ni safari, safari inahitaji nidhamu, inahitaji discipline.
Sasa kama kweli tunataka kuwa mashuhuda wa Injili kama alivyokuwa mitume, bila kutetereka kwa lolote, sio kwa sababu ya mtutu wa bunduki, sio kwa sababu ya upanga, sio kwa sababu ya magonjwa, sio kwa sababu ya mvua imenyesha nisiende kanisani. Walisema vyovyote vile tutafanya nini? Tutaihubiri Injili. Sasa ni lazima sisi leo hii tujifunze kupitia hawa ambao wamesimamia imani. Na ukifuatilia maisha yao, vifo walivyokufa ni vifo dini. Petro msalabani, kichwa chini miguu kwa ajili ya nani? Ya Kristo. Alimwaga damu wa kwanza kati ya wale mitume 12 nani? Yakobo. Alimwaga damu kwa ajili ya nani? Ya Kristo. Maana yake ni kwamba lazima kuwa mashuhuda wa Injili. Sasa sisi leo hii hivi tunafikiri kuzionja hizi mbingu ni rahisi? Oho, tutaimba sana. Tutaimba sana wapendwa wangu. Mbinguni kuna makao mema sana. Mbinguni kuna makao mazuri sana. Mbinguni wewe kuna makao mazuri sana. Tunaendaje sasa? Tunaendaje kwenye hayo makao mazuri? Tunaendaje? Sasa tulioko hapa tukumbushane machache. Hapa tuko watu tofauti. Baba, wa mama, wa kaka, wa dada, lakini pia tuko watu wa imani tofauti. Sasa wewe kama ni Mkatoliki, yani kuanzia leo jua una wajibu wa kuilinda, kuitetea na kuitunza imani. Tunaelewana wapendwa? Yani kuanzia leo jua huo wajibu. Tunataka kwenda mbinguni. Na mimi natamani. Sasa wajibu lazima ujue kuitunza, kuitetea na kuilinda imani uliyoipokea. Baba leo hii tuko naye hapa kwa sababu alibatizwa ndani ya kanisa Katoliki, akapata kipaimara ndani ya kanisa Katoliki, na hatimaye akapewa ekaristi ya kwanza ndani ya kanisa Katoliki, akaishi ukatoliki wake. Hapo katikati akampata mpendwa wake. Yuko wapi jamani? Mama, pole sana. Akampata mpendwa wake. Ndio mlifungia kanisa gani? Kanisa kuu la Mtakatifu Joseph. Kanisa kuu Mtakatifu Joseph. Wamesimama katika ndoa mpaka leo. Ilikuwa ni mwezi wa 5 kama mwezi huu tarehe 18 mwezi wa. Ilikuwa ni tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 1995. Mwezi kama huo. Maana yake baba tunamzika mwezi walipofunga ndoa. Unaonaje hapo wapendwa? Sasa leo hii ni wangapi tulioko hapa ambao tuko kwenye sakramenti ya ndoa, na leo ndoa zimekuwa ndoano na tunaishi, tunaendelea kufurahia maisha? Ndugu zangu wapendwa, hilo swali litakuwepo mbele ya kiti cha hukumu. Sasa tufanye nini? Basi wewe ambaye ulikuwa kwenye agano, rudi. Tumsifu Yesu Kristo. Karudi kwenye agano. Uliyemkimbia kamtafute popote alipo, rudi. Na wengi pia wakitoka wanaendelea kuishi kwa furaha, kwa sababu walipoenda wameenda kukutana na wengine. Wakati Yesu anaulizwa na wale, hivi ni halali kumpa mke talaka? Tumsifu Yesu Kristo. Bila kuna watu wengine watu tunajisaulisha mambo au tunaishi kiolela. Yesu aliwajibu nini? Kwani mlifundishwa nini? Torati iliwafundisha nini? Walijibuje? Huyo mpe aende. Yesu akamwambiaje? Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini haiko hivyo. Tangu mwanzo Mungu aliumba mtu mume na mtu mke, na wewe kijana utaachana na baba yako na mama yako, utaungana na mke wako, mtakuwa mwili. Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asifanye nini? Sasa wewe ambao umetangana na mwenzako, umetanganishwa na nani? Urudi. Sasa unarudije? Usitumie nguvu nyingi. Pokea neno. Huko ulikofungasha rudi. Na wewe ambaye uko kwa mtu, baada ya mtu kuondoka, haya, walipoondoka wakati anauliza swali akarudi na wanafunzi chemba.
Wanafunzi wanataka kuelewa jambo hilo kwa undani. Hawakuelewa vizuri, wakataka kuelewa. Hebu Bwana tufafanulie habari ile. Akawaambiaje? Atakaye muacha mke wake kwa sababu yeyote ile akaoa mwingine anafanya nini? Anazini. Mimi sijasema. Mimi sija. Sasa mzinifu tutaimba mbinguni kuna siku ya mwisho tutaimba? Hapana. Sasa kama wewe naye sio mke wako wa ndoa, siku ya mwisho unategemea nini? Kwenye moto wa milele uungue hivi hivi? Kweli, uungue hivi hivi? Rudi. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Katika imani pia niombe nizungumzie jambo moja. Msamehe kidogo. Katika imani kuna haki msingi ya kuitetea imani. Unapobatizwa Mkatoliki, utakufa Mkatoliki. Yaani kama umebatizwa ndani ya kanisa Katoliki, shuhuda wa imani, unakufa Mkatoliki. Sasa ndugu zangu na mimi, mmeolewa na wasio wa Katoliki. Ulipaswa kama umempenda na umempenda upeo na hakuna mtu anayeingilia upendo wako na yeye, ulipaswa mwambie mimi sina shida, lakini imani yangu usiguse. Na ndio maana tuna Wakatoliki wengi kadiri ya taratibu za kanisa wanaishi ndoa zinazoitwa ndoa za mseto. Mama Mkatoliki, baba Mlutheri. Mama Mkatoliki, baba Muislamu. Anaishi Ukatoliki wake, maisha yanaendelea. Lakini ndugu yangu, eti ukasema mwanamke hana dini. Eti sasa leo hii wewe sio Mkatoliki tena ni Mlutheri. Ndugu zangu wapendwa, haipo. Eti sio Mkatoliki tena ni Muislamu. Hivi kilichokufanya kikakutoa kwenye Ukatoliki ukawa Muislamu ni nini? Yaani mshabatizwa. Yaani wewe ni Mkatoliki. Eti wewe sio Mkatoliki tena ni mashahidi wa Yehova. Mwana kikundi wa kanisa la ufufuo na uzima. Hata ukimsalimia tumsifu Yesu Kristo, anataka umwambie Bwana Yesu asifiwe. Hataki tena kusikia tumsifu Yesu Kristo. Yaani nakwambia hata ungekuwa umebatizwa na maji moto. Yaani sio tu ubatizo wa maji ya kawaida. Yaani umebatizwa na maji moto. Hakuna kinachofuta huo Ukatoliki. Sasa ndugu zangu wapendwa, tunapotafakari juu ya hii safari ya mwisho, tusibaki katika mazoea. Tujue tuna huo wajibu wa kusimamia imani. Na tunatimiza huo wajibu tukijua kwamba kuna nyakati za nini? Za mwisho. Na hakuna anayejua siku wala sasa tunafanya nini? Tuombe neema ya Mungu ya kupokea ujumbe. Jambo la mwisho, kwetu sisi Wakatoliki tunajua jamani, tunawajibika na kanisa. Tunawajibika na kanisa. Kanisa liendelee kutupa nguvu ya kuyaishi yale ambayo Mungu ametaka tuyaishi. Tunakuwa sehemu ya kanisa kuanzia kwenye familia. Nguvu ya sala ionekane. Kwenye jumuiya nguvu ya sala ionekane. Na kwenye mitaa yetu, kwenye vijiji vyetu, na kwenye parokia kama hivi Mango, nguvu ya sala ionekane. Tushuhudie wokovu wetu kwa kumtafuta huyu Mungu katika nguvu ya sala. Roho zetu zishibe. Na roho zetu zinaposhiba, miili pia haitakosa chochote. Kumbe ninawashukuru sana wale wote ambao tunajibidisha. Sababu daima kwenye msafara wa mamba kuna nini? Sijaita mtu kenge. Sasa wale ambao tunajibidisha, tu sehemu ya kuwavuta wengine. Tusione kwamba tunachoka, tuna wajibu. Lakini pia katika maisha ya kiroho yanaenda sambamba na maisha ya kimwili. Mwanadamu ni mwili na roho. Sasa kimwili tuimarike, lakini kiroho pia tujengane. Na kimwili pia tujengane. Sasa ninawaomba ndani ya jumuiya zetu tukaoneshe mwamko wa sala, na ndani ya jumuiya zetu tukaoneshe umoja ambao utatupa pia nguvu ya kukimbiliana katika yale ya kimwili. Tunapokuwa na ya kwetu ni utaratibu wa kijumuiya, kuchangiana, kusaidiana, basi tuyafanye hayo tukijua kwamba mwanadamu ni mwili na roho. Na wale ambao ni wagonjwa tuna utaratibu wa kuwakimbilia, kuwasaidia, kuwapatia chochote. Ndio maisha ya jumuiya. Tusiendelee kusali tu, tunasali tu lakini kuna majumuiya mwenzetu anateseka, ni mgonjwa, hana chochote. Tuwe na huo utamaduni wa kumtembelea. Na yule mwenye uwezo zaidi, onesha kwamba Mungu amekupa zaidi. Saidia wale ambao hawana zaidi. Hawezi kulingana na wewe. Vidole vya mikono havilingani. Lakini
niwaombe pia katika ngazi ya parokia. Tunaendesha parokia kupitia familia zetu, kupitia jumuiya zetu. Na kwetu sisi huko kijijini, nguvu kubwa, huu ni ukweli, nguvu kubwa ya kuendesha parokia kama Mango ni wale wa mikoani. Sasa ninyi wa mikoani, vitovu viko huku. Tumsifu Yesu Kristo. Kanyini kanyi. East, west, home is the best. Tumsifu Yesu Kristo. Unaona daktari amekuja. Sasa mko huko lazima mtimize wajibu wa kikanisa, na huku nyumbani msisahau. Na mwaka huu tuna mambo yetu mengi tu. Mungu ni mwema na kila wakati. Tumsifu